Mimi naitwa Abedi Mohamed Msangi, ni mwenyekiti wa kamati ya kongamano la vijana katika mbio za mwenge za mwaka 2020 na 2025. Kongamano hili litafanyika siku ambapo mwenge utakuwa unakimbizwa na kulala katika halmashauri yetu ya jiji la Dodoma, na kongamano itafanyika siku mbili. Siku ya kwanza vijana wachache watakusanyika katika studio na kongamano litafanyika, midahalo itaendeshwa pale, na lengo la kongamano la siku ile ya kwanza ni kulitambulisha rasmi kongamano lenyewe, lakini pia kuwafikia vijana na raia walio wengi ambao siku inayofuata hawatapata fursa ya kushiriki. Lakini pia siku hiyo ndio litakuwa linatangazwa rasmi kongamano na vijana kualikwa rasmi kwa ajili ya kuingia. Lakini kwa sasa tunawahamasisha sana vijana wale ambao tutawaalika na wale ambao watapata taarifa wafike siku ya tarehe 26 katika eneo la mkesha wa mwenge shule ya msingi Mbwanga kwa ajili ya kuhudhuria kongamano. Kongamano hili litakuwa na mawasilisho ya mada kadhaa. Mada zitakazowasilishwa ni pamoja na falsafa ya mwenge kwa ajili ya kuwajenga vijana kizalendo, kwa ajili ya kuifahamu vema historia ya nchi yao, kwa nini mwenge na faida za mbio za mwenge hizi ambazo tumekuwa tukizikimbia kwa tangu uhuru wetu ulivyopatikana. Lakini mada ya pili muhimu itakuwa ushiriki wa vijana na nafasi yao katika uchaguzi mkuu 2025. Na katika hili vijana wanahamasishwa sana kushiriki katika kwanza kujiandikisha, la pili kugombea nafasi mbalimbali, na tatu kwenda kupiga kura kwa ajili ya kupata viongozi walio bora. Mada nyingine muhimu itakuwa juu ya fursa za kiuchumi kwa vijana. Hii itawasilishwa na wataalamu wabobezi katika eneo hilo, na taasisi mbalimbali zimeshathibitisha kushiriki na kuwatangazia vijana fursa zilizoko katika maeneo yao. Mojawapo ikiwa ni STAMICO, shirika letu la madini. Kwa hiyo kutakuwa na fursa za vijana katika sekta ya madini, lakini vile TBS wamethibitisha kushiriki pamoja na halmashauri yenyewe ya jiji la Dodoma, fursa zake kwa vijana wa halmashauri ya jiji la Dodoma. Lakini pia kutakuwa na mada juu ya masuala ya uzazi kwa vijana. Afya ndio mtaji mkuu tunapokuwa hapa duniani. Kwa hiyo vijana wanaenda kufundishwa, kuhamasishwa, kuzingatia masuala muhimu ya afya ili muda wote waweze kulitumikia taifa wakiwa na afya njema, lakini pia kuzitumikia familia zao wakiwa na afya njema, na wawe raia wenye afya njema. Kwa kuwa na afya njema manake taifa litastawi. Hatuwezi kuwa na taifa ambalo linastawi kama vijana wake wana afya mbovu. Haya yote yatafanyika siku hiyo. Kwa hiyo vijana wote, atakayefikiwa kwa mwaliko rasmi na atakayesikia sauti hii na zingine zinazohamasisha juu ya kuhudhuria katika kongamano, vijana kimbilieni, ni fursa pekee inatokea mara moja tu kila mwaka, kila tunapokuwa kwenye mbio za mwenge. Asanteni sana.